Filamu yetu ya leo inaanza na wapiga picha wawili ambao walikuwa wakijaribu kupiga picha za ndege na ghafla wakaona mwili wa mtu aliyefariki, wakashtuka kwelikweli. Lakini upande wa pili tunajua kumwona Bwana Kang ambaye alikuwa ni mwalimu wa shule ya polisi na alikuwa yuko darasani akifundisha masuala ya uchunguzi wa vifo. Lakini hii ilikuwa ni semester yake ya mwisho kama mwalimu wa polisi na ataenda kustaafu sasa ili aweze kuspend time zaidi na mwanaye ambaye kwa sasa anaishi Marekani. Lakini huyu mtoto wake alitakiwa kumtembelea siku ya leo, yani siku hii ambayo yuko darasani, lakini kwa bahati mbaya ndege yake ilikuwa delayed. Sasa atakuja siku inayofuata. Sasa baada ya darasa kuisha, Kang akapigiwa simu na polisi kwenda kuangalia mwili ule ambao umepatwa na wale wapiga picha. Sasa alipofika pale alishangaa sana kumwona Detective Min, yani mchunguzi wa polisi Min. Sasa Min alikuwa ni mwanafunzi wake bwana, kumbe, na alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliokuwa nadharauliwa sana na wanafunzi wengine. Watu walikuwa wanamdharau, hawamchukulii serious, wakati mwingine wanampa vikazi vya kijingajinga, wanamtuma kununua maji na vitu kama hivyo. Sasa Min alikuwa akiangalia pale na kuangalia huku na kule kuona nini cha muhimu cha kuweza kuchukua na kuandika kwa ajili ya kuanza kufanya uchunguzi. Akawa ameona footprints pale, akazikagua na kuzipiga picha pale na vitu kama hivyo. Na kitu cha ajabu ilikuwa ni kwamba ule mwili ulikuwa hauna mkono bwana. Vitu vyote vilikuwepo kasoro mkono peke yake. Sasa wakiwa kituoni wamerudi pale wakaanza kuangalia kwa umakini zaidi. Huyu mtu anaitwa Yuna ambaye alikuwa na miaka 29 na aliripotiwa na familia yake kwamba amepotea. Sasa wakaendelea pale na uchunguzi wa ndani kwelikweli, na Ming akiwa pale bwana akashindwa kuvumilia, ikabidi akimbie nje kwenda kutapika kudadadeki. Uchunguzi sio kitu cha kawaida, unajua angalia mwili umefariki, wanaanza kumpasua na kuangalia ndani kulikuwa kuna shida gani, utumbo umefanyaje. Oya, asikwambie mtu. Sasa baada ya uchunguzi bwana Kang akawa anawapa majibu. Watu wamejikusanya pale, wale polisi wote, akitoa lecture pale na kusema kwamba Yuna, yani yule marehemu, alifariki kwa sababu fuvu lake limepasuka, ambalo imetokana na kupigwa na kitu kizito sana kichwani, na pia mchanga ambao una mkusanyiko wa mchanga wa rangi hii na udongo wa rangi hii ulikutwa puani mwake pamoja na mdomoni mwake, ikionyesha kwamba huyu mtu hakufa maeneo yale, alikufa eneo tofauti na pale alipokutwa. Lakini pia akakuta akiwa mwili wake umejaa maji ya chumvi chumvi, na kusema kwamba huyu hakufia mtoni bali alifia baharini. Maana yake mwili ulihamishwa kutoka eneo la kuulia na kupelekwa eneo la kutupia. Muda huo wakati jamaa anaongea pale, Ming akakumbuka kwamba kuna kampuni ambayo inafanya kazi pembezoni mwa bahari wakifanya majukumu yao pale na nini, na kulikuwa kuna kiwanda pale walichokuwa nacho. Lakini mmoja polisi pale anaitwa Yun akawa amekumbuka kwamba marehemu alikuwa na boyfriend wake pale. Sasa wale askari wakagawanyana pale kwa timu kadhaa na kwenda kutafuta ule mkono ambao huonekani, lakini pia na kama wanaweza kupata chochote kitu kitakachowasaidia katika uchunguzi wao. Yun yeye akawa ameenda mitaani kuuliza watu na kuwaonyesha picha ya yule boyfriend wa yule binti, na lengo lake wamkamate yule jamaa ili wamfanyie uchunguzi na kumuuliza maswali aweze kuwasaidia kwenye hii kesi. Oya, kweli bwana akafanikiwa kumkamata jamaa akiwa yuko kasino anacheza zake kamari yani. Wakamkamata na kwenda naye kituoni kwa ajili ya mahojiano. Huyu jamaa akasema kwamba mimi sijamuona Yunhai, yani marehemu, kwa zaidi ya miezi kadhaa. Mimi nimekuwa nikicheza kamari siku nyingi kwelikweli. Lakini upande wa pili, Mini yeye akaenda kumfanyia interview meneja wa kile kiwanda, ambaye akamwambia kwamba tunafanya kazi kwa masaa 24 kwa sababu tuna oda nyingi sana, lakini kwa bahati mbaya tumekuwa tukinyanyaswa sana na hawa watu wa mambo ya mazingira, wakisema kwamba kiwanda chetu kinaharibu mazingira. Sasa kwa sababu hiyo ni ngumu sana pia mauaji kutokea hapa karibu na kiwanda chetu bila wao wale kuona, kwa sababu masaa yote wako hapa. Wale wafanyakazi wa kile kiwanda wakawa wameukuta ule mkono bwana ukiwa kwenye mavumbi maeneo ya karibia na kiwanda. Sasa baadaye jioni Ming akaenda kuonana na Kang
kwenda kudiscuss kuhusu hiyo kesi, na Keng akamwambia kwamba kufungua mlango, ingiza mkono hapo chini uvute hiyo kamba kwa sababu kitasa kimeharibika bwana. Na alivyoingia ndani akaanza kucheza na mbwa bwana Keng pale, na Keng akasema kwamba unadhani muuaji anajua anachokifanya na ameshare huu mwili kwenye location mbili akiwa na maana zake kabisa yani. Sasa siku inayofuata Minho, yani yule binti, akaamua kukazana na kuendelea kufanya research zake usiku kucha. Anapambana na angalia kompyuta huku na kule, na siku inayofuata akaenda kufanya presentation bwana. Akasema wale watu ambao walikuwa wanaandamana kwa ajili ya mambo ya mazingira, bosi wao, yani mkubwa wao, alikuwa ametoka kuandika kitabu ambacho kilikuwa kinazungumzia uharibifu wa mazingira, na kusema kwamba serikali imekuwa ikiudestroy sana huu mto wa muhimu ambao ulikuwepo karibu pale na wao. Binti akaendelea kumwaga madini pale, na akasema kwamba hiki kiwanda kina maeneo matatu ambayo yako karibu na mto, na ndio maana hawa watu wamekuwa wakiandamana kupinga ujenzi wa hivi viwanda na kupewa leseni za viwanda. Lakini siku ya mauaji iliyotokea ni siku pekee ambayo hawa waandamanaji walizuiwa kwa dakika zaidi ya 20. Nadhani muda huo ambao walikuwa wamezuiwa ndio muuaji aliutumia kama chance ya kuweza kuingia na kufanya mauaji, na kusema kwamba kiongozi wao wa wale watu wa kiwanda alikuwa ni mtu mwenye ulemavu kidogo. Maana yake hata zile footprints walizoziona pale zinaonekana kwamba ni kiatu ambacho kimeegemea upande mmoja zaidi. Kwa wale wanaotaka kununua movie, tafadhali naomba utume message kwenye namba hiyo ya WhatsApp. Tunauza movie za kila aina, series, movie za kawaida na movie nyingine yoyote, hata iliyotoka leo, sisi kwetu zipo. Tafadhali naomba utume message WhatsApp na tutakuangalizia movie yako, tutakuuzia. Sasa haya aliyoyaongea huyu binti Min yalikuwa ni mambo makubwa. Wakubwa zake wakaamua kuyachukulia serious. Siku iliyofuata wakafanikiwa kumkamata Sang-ho, na Sang-ho hakuonesha kwamba sio yeye bwana. Akaamua kuongea ukweli na kuconfess kwamba ni mimi niliyefanya hayo yote na inanipasa niweze kulipa kwa kila nilichokifanya kibaya. Sasa siku iliyofuata Yoon akawa ameenda kukaa chini na kuongea na Sang-ho bwana, kumwambia Sang-ho ni nini na nini mmefanya, mmeua, kwa nini mliua bwana. Jamaa akajikuta anaongea vitu vya ajabu kweli kweli. Min ikabidi aje yeye kuongea naye bwana. Yoon akawa ameshindwa pale kuvumilia, kwa sababu jamaa alikuwa anaongea uputo polo kinoma kiasi kwamba unaweza hata ukamtandika kofi yani. Sasa huyu binti alikuja hapa kwa sababu anamfahamu Sang-ho bwana, anaijua familia ya Sang-ho. Kwanza binti akaanza kwa mbwembwe bwana, akaanza kuelezea namna ambavyo wazazi wake na Sang-ho walivyofariki. Akaenda kwa details za ndani na kumchanganya Sang-ho kweli kweli. Alafu kabla hajamaliza na Sang-ho hajaongea chochote, binti akatoa picha akamwambia, ona, hata viatu vinafanana. Nimepiga picha ya kiatu chako ulivyokanyaga pale nje na hiki ambacho kilipatikana eneo la tukio, vinafanana kabisa tena. Sasa baada ya hiyo evidence, Sang-ho akasema mimi ndiye muuaji, mbona nimewaambia tangia mapema, nikawaambia msipambane na chochote, mimi ndiye niliyeua. Sasa baadaye tunamwona bwana Keng akiwa yuko airport anamsubiri binti yake bwana, lakini akawa haji, na muda mfupi baadaye mtu asiyemfahamu akamletea bahasha na kumkabidhi pale. Ndani ya ile bahasha akaona picha za binti yake, na yule mtu akawa ameondoka. Keng akawa hawezi kuuliza swali lolote pale, na muda huo Min akampigia na kumwambia Sang-ho ndiye muuaji wa yale mauaji yaliyotokea hapa majuzi. Lakini kumbuka Kang ana stress za binti yake, na Sang-ho ndo mtu yule yule ambaye alimletea bahasha yeye kabla hajakamatwa muda ule. Oya, Kang akachukua gari na kukimbia kuelekea kituoni bwana, na akiwa kwenye gari akampigia rafiki yake na binti yake bwana, kumwambia vipi wewe kuhusu mwenzie. Akamwambia mbona mwanao alikuja jana, hakuahirisha jana. Lakini akashangaa kuona yeye alipewa taarifa za kuahirisha safari. Sasa huku kituoni Yoon akawa anamuuliza maswali na details huyu jamaa bwana, na huyu jamaa akawa hamjibu neno lolote na akiwa anaangalia saa kama kuna kitu cha muhimu kwelikweli anakisubiri bwana. Lakini muda huo huo bwana Keng akawa amefika na kusema nataka niongee na huyu mpuuzi Sang-ho. Sasa alivyoingia tu yule mpuuzi Sang-ho akamwambia, sikiliza, kama unataka mtoto wako awe hai na uweze kumwona, hakikisha unafanya kila njia hii
kesi ionekane sio yangu, mimi nionekane msafi na nitoke hapa. Kwa uhai wa mwanaye huyu mzee akachanganyikiwa vibaya. Sasa bwana Kang akawa amechanganyikiwa pale, na kwenda kwenye maabara ya polisi pale na kwenda kuuliza, vipi, mshafanya postmortem ya ule mwili? Wakamwambia bado bwana. Jamaa akaanza kufanya pale mbinu na kufikiria mambo mazito namna gani atafanya ili huyu jamaa atoke jela bila kukamatwa na mtu yeyote. Kweli bwana Kang akaanza kufanya upuuzi bwana, akaanza kuharibu ushahidi bwana. Mzee akaanza kupambana kwa ajili ya kuokoa maisha ya binti yake, anaharibu ushahidi. Lakini baadaye akaamua kwenda kumtembelea yule mpuuzi Sang-woo kule jela bwana, na wakaanza kuzungumza pale. Na akiwa pale anaongea na yule jamaa, akamwambia kwamba naomba unionyeshe au niambie kisu ulichokitumia kiko wapi. Mwamba akagoma bwana. Jamaa akamwambia kwamba unaulizia kisu, unaacha kuniambia kwamba ni kwa nini niliamua kumuua huyu binti. Kang akazidi kuchanganyikiwa. Akilini mwake kuna mambo mawili, kesi na mtoto wake ambaye hajui kama yuko hai au amefariki. Sasa kama unataka kujua nini kitakachoendelea mbele, tafadhali naomba uangalie episode ya pili ya filamu hii nzuri kweli kweli.